asifiwe, praise God, wenzangu. Namshukuru Mungu kwa sababu ya asubuhi njema ambayo Mungu ametufikisha. Na tunamshukuru ni kwa sababu ya wema wake adhuhuri asubuhi ya leo na siku ya leo. Ningependa kuongea na wewe ambaye umemngoja Bwana kwa muda mrefu, kwa sababu hapa Mungu ananiambia ya kwamba kuna mtu hapa ambaye amegoja Mungu, amemtumainia Mungu kwa muda mrefu, amemgoja Bwana, amemtumikia Bwana kwa muda mrefu, lakini amefika mahali ya kwamba anaona ya kwamba ni kama Mungu hajibu maombi yake. Amefika mahali ambapo amekufa moyo wake umehuzunika. Sijui ni nani ambaye Mungu anaongea kuhusu, lakini natumai ya kwamba wewe mtazamaji, Mungu asubuhi ya leo ananena na moyo wako asubuhi ya leo. Na katika ndani ya moyo wangu Mungu ananiambia kwamba kuna mtu hapa ambaye amefika mahali, yes, amemngojea Mungu kwa muda mrefu. Kuna maombi ambayo ameomba Mungu kwa muda mrefu, lakini asubuhi ya leo Mungu amenipa neno lako asubuhi ya leo ya kwamba maombi yako yamesikika. Maombi yako Mungu ameshasikia. Na akanipa ujumbe kwa neno kutoka 2 Kings 20 verse 5. Na ukisoma 2 Kings chapter 20 kutoka verse 1, inaongea kuhusu mtumishi wa Mungu ambaye anaitwa Hezekia. Kumbuka Hezekia alikuwa mtumishi wa Mungu, na alimtumikia Mungu katika maisha yake na katika utakatifu. Na ikafika ya kwamba akagonjeka. Na ile ugonjwa alikogonjeka si ugonjwa ulikuwa rahisi, ni ugonjwa wa kumuua. Verse 1 inaongea hivyo. Ukisoma verse 1 hapo inasema ya kwamba aligonjeka ugonjwa ambao ni wa kumuua. Lakini Hezekia kuna jambo alifanya. Akamgeukia Mungu, akamwambia Mungu, tafadhali hurumie. Na ukitazama ya kwamba kuna mara kadhaa Mungu ambaye alituma malaika wake, akamwambia kwamba enda kwa Hezekia, akamwambia kwamba agawe mali yake, kwa sababu wakati wake wa kufa umefika. Na jambo hili, ripoti hili ilipomfikia Hezekia, ikamhuzunisha sana zaidi, kwa sababu jambo moja ni mgonjwa. Lakini sasa ripoti imekuja ya kwamba tena ajigawe kwa sababu muda wake umefika, wakufa umefika. So hili jambo likamsukuma sana, likampea stress kiasi ya kwamba akaalilia Mungu tena, akamwambia Mungu, tafadhali tazama vile mimi nimekutumikia, tazama vile mimi Mungu nimekugojea, vile ambavyo nimekuhubiri, vile ambavyo nimetumika kwenye kazi yako. Tafadhali Mungu nihurumie. Tafadhali Baba yangu nihurumie. Unihurumie tu, uangalie kazi ambayo nimeifanya. Angalia kazi ambayo nimetenda, Mungu wa Israeli, kwa sababu ya injili yako. Ni kwa sababu ya kazi yako Mungu. Na kupitia jambo hili Mungu akamhurumia. Mungu akamrehemu, akasikia maombi yake. Na verse 5 ndio inasema Mungu akatumana tena, akasema ya kwamba enda umwambie Hezekia ya kwamba nimeshasikia maombi yake, nimeshasikia kilio chake, na mimi Mungu nimekuja kumponya. Bwana asifiwe. Na hili neno Mungu akanipa asubuhi ya leo. Wewe ambaye umemgoja Mungu kwa muda mrefu, wewe ambaye umemtumikia Mungu katika kujitolea kwenye nyumba ya Mungu, kwenye kazi ya Mungu, kwa sababu kuna watu hapa wamejitolea sana kwenye kazi ya Mungu, wamejitolea sana kwenye huduma, wamejitolea kwenye maombi, wamejitolea kwenye kila njia, kila namna kwa sababu ya kazi ya Mungu. Lakini kuna mambo ambayo yamewasonga mpaka wanafika mahali ya kwamba wanaona ni kama Mungu amewatenga, ni kama Mungu amewaachanisha, ni kama Mungu hasikii maombi yao. Lakini asubuhi ya leo
Mungu ameninenea moyo, ananena na wewe asubuhi ya leo ya kwamba ameshasikia maombi yako, ameshasikia kilio chako, na asubuhi ya leo anasema ya kwamba atakuja kukuponya, atakuja kukupanguza machozi, atakuja kukujibu katika jina la Yesu Kristo. Baraka ambazo umekuwa ukitumainia, jua ya kwamba Mungu asubuhi ya leo amesema ya kwamba ameshasikia maombi yako na anakuja kukujibu, na anakuja kukujibu kile ambacho umekuwa ukitumainia Mungu. Asubuhi ya leo Mungu anasema ya kwamba ameshasikia na ni wakati wake sasa kuja kukujibu na kukuponya katika jina la Yesu Kristo. Wewe ambaye unalia ni kwa sababu hauna kazi. Wewe ambaye unalia kwa sababu wewe ni mgonjwa. Wewe ambaye unalia wewe kwa sababu ya matatizo unayopitia asubuhi ya leo, jua ya kwamba Mungu amenena asubuhi ya leo ya kwamba ameshasikia maombi yako, ameshasikia kilio chako katika jina la Yesu Kristo. Haijalishi kwenye shida ambayo ulioko nayo, Mungu ameshaisikia kama vile alivyosikia Hezekia na akamponya. Hata wewe Mungu anasema ya kwamba ameshasikia na ameshaona kilio chako, na wakati ndio huu wa Mungu kukuja kukubariki na kukupanguza machozi yako. Wewe mtazamaji wa video hii, usikufe moyo, usife moyo, jitie moyo. Asubuhi ya leo Mungu ameniambia kwamba ni kuencourage ya kwamba ameshasikia maombi yako na anakuja kuijibu. So continue praying, continue thanking God ya kwamba Mungu ameshasikia maombi yako na maombi yako yameshajibiwa. Yanajibiwa, ni matokeo tu inakuja kujidhihirisha hadharani, lakini jua ya kwamba Mungu ameshasikia maombi yako katika jina la Yesu Kristo. Mungu akubariki mtazamaji. Sijui nani huyo ambaye alikuwa amefika mwisho. Sijui ni nani huyo ambaye alikuwa amefika mahali akakata tamaa, lakini Mungu amesema ya kwamba ameshasikia maombi yako na kilio cha moyo wako. Maybe umelia kwa sababu ya watoto wako, umelia kwa sababu ya kazi yako, umelia ni kwa sababu ya nyumba yenu, umelia ni kwa sababu ya mashida unayopitia. Mungu anasema ya kwamba usife moyo, ameshasikia kilio chako. So wewe mtazamaji wa video hii, Mungu ameshasikia kilio chako asubuhi ya leo katika jina la Yesu Kristo, na amekuja ili akakukomboe, amekuja ili akakupiganie, amekuja ili akakutetee, kwa sababu wewe ni mwana wake, wewe ni mtoto wake katika jina la Yesu Kristo. Mungu hawezi kukuachilia. Mungu amesema hajakuacha katika jina la Yesu, hajakuacha, ako na wewe. Ako na wewe asubuhi ya leo katika hiyo matatizo ambayo unapitia, katika hiyo jangwa ambayo uko. Mungu ako pamoja na wewe. Usife moyo, jitie moyo, jitie nguvu, ni kwa sababu Mungu ako pamoja na wewe katika jina la Yesu Kristo. Mungu anasema asubuhi ya leo ako pamoja na wewe, atakushika mkono, atakushika mkono katika jina la Yesu Kristo. Wacha kuona matatizo, wacha kuona shida. Ona Mungu katika hiyo shida ambayo uko nayo katika jina la Yesu Kristo. Wewe ambaye ni mgonjwa, Mungu amesema ya kwamba saa hii wewe umepona katika jina la Yesu Kristo. Wewe ambaye hauna kazi, Mungu amesema ya kwamba ameshasikia maombi yako, and you shall be an employer. Wewe utakuwa na kazi kubwa ambayo utaajiri watu. Wewe utakuwa na kazi kubwa, utakuwa na makampuni katika jina la Yesu. Wewe ambaye unalia kwa sababu ya familia, kilio chako kimefika mwisho. Ewe mama, ewe mzee, ewe kijana ambaye unalia wakati huu, machozi yako yamefika mwisho. Mungu anasema ya kwamba anakuja kukufunika na favor mpya. Ukisoma katika kitabu cha Esther 2, Esther 2 kutoka hapo I think ni verse 15. Unasoma kuhusu Esther
Vile Mungu alivyofanya Esther kutoka verse 15, 14 hapo. 14, 15 na 16. Vile Mungu alivyofanya Esther akawa na favor kwa mfalme. Hivyo ndivyo Mungu anaenda kukufunika na favor yake katika jina la Yesu Kristo. Wale maadui ambao walikuwa wamepangia kukumaliza, wao wataanza kupigana wao wenyewe. Kwa sababu gani? Mungu ameshasikia kilio chako. Na wale ambao wanakuingilia, Mungu atapambana na wao. Mungu atapigana na wao katika jina la Yesu Kristo. So usiogope, we mtazamaji wa video hii, usiogope katika jina la Yesu Kristo. Usiogope, ni kwa sababu maombi yako yameshajibiwa. Maombi yako yameshajibiwa in the name of Jesus Christ. So we mtazamaji wa video hii, ninakutia moyo asubuhi ya leo kwa sababu Mungu ni mwaminifu. 2 Kings 20 verse 5. Mungu ameshasikia kilio cha moyo wako. Umelia kwa muda mrefu. Kama Hana vile alivyolia kwa muda mrefu, akiomba Mungu akampe mtoto. Na akampe mtoto ili akaondokee kwenye aibu ambayo ya kutusiwa na mke mwenza Penina. Hivyo ndivyo Mungu anaenda kukufunika asubuhi ya leo katika jina la Yesu Kristo. Wewe mtazamaji, wewe ambaye unaona hii video, Mungu, ninaomba favor ya Mungu ikawe juu yako. Na kile ambacho umekuwa ukiomba, Mungu akakitimize kwa sababu ameshasikia maombi yako katika jina la Yesu Kristo. Ninakuombea favor, ninakuombea anointing, ninakuombea ya kwamba Mungu akatimize kwa sababu ameshasikia. So encourage yourself. God bless you mtazamaji. Mungu akubariki. Kwa majina naitwa Martin Mureithi, upcoming pastor of Jesus Revival Ministry International. Na Mungu awabariki sana. God bless you. God bless you in Jesus' name. You are blessed. You are blessed in Jesus' name. Amen.